Unaweza tu ukaandika kwenye kichwa chako cha habari hapo kwenye noti zako, ukaandika juma la 70 la Danieli. Andika tu juma la 70 la Danieli. Na juma la 70 la Danieli linapatikana kwenye kitabu cha Danieli sura ya 9 mstari wa 20 mpaka mstari wa 26, au nitasoma mpaka mstari wa 27 kabisa. Maana haya ndio maandiko yetu ya msingi ili uweze kupata picha. Tayari wote mpo? Haya, naanza kusoma. Basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli, na kuomba dua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu, na nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemwona katika njozi hapo kwanza akirushwa upesi alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni, akaniagiza akaongea nami akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe upate kufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi itafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Mstari wa 24, huo ndo mstari wetu mkuu. Biblia inasema, muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, na katika nyakati za taabu. Mstari wa 26, na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo ukiwa umekwisha kukusudiwa. Mstari wa 27, naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Sasa hapo ni Danieli anapata majibu kuhusiana na watu wake. Inaposema watu wake, maana yake Danieli alikuwa Myahudi, anaongelea taifa la Israeli. Mungu kwa kupitia malaika Gabrieli anamletea mchakato wa taifa la Israeli, kila kitu, miaka yote ambayo itakuja kupitia mpaka kufikia mwishoni ambapo Masihi atakuja kulikomboa taifa la Israeli. Ndio huo unauona huo mchakato. Sasa huo mchakato umewekwa katika mfumo wa majuma 70. Majuma 70. Yako majuma mangapi? Mnakumbuka tulishaongea namba 70. Mnakumbuka Majuma 70. Majuma 70. Haya majuma 70 ndio inabidi
ndipo taifa la Israeli linafanya nini? Linapata ule ukombozi wake uliokamilika kwa mujibu wa maandiko. Sasa huyo malaika anamwambia kuna majuma 7 ambayo yalikwisha kutangulia na kuna mengine 62 yamekwisha kutangulia ambayo yakafanya yale majuma yakawa jumla ya majuma 69. Yale majuma 69 yameishia pale Yesu alipokufa msalabani. Kwa hayo yalikwisha kupita. Bwana Yesu asifiwe. Yalishafanya nini? Yalikwisha kupita. Yapo kwenye historia, sitaki kwenda sana huko kwa sababu hicho kila kitu kilishapita na sasa hivi kimebaki historia. Ila sasa kuna hilo juma moja limebakia. Sasa hilo juma ndio linaelezewa kwenye Danieli sura ya 9 mstari wa 27. Ngoja nirudie kusoma huu mstari. Inasema, naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Hilo nimewaelekeza kwa kwamba majuma 69 katika yale 70 yashakamilika. Kwa hiyo limebakia hili moja. Hilo juma moja lina urefu wa miaka 7. Yaani haya majuma yanayoongelewa hapa kwenye neno la Kiebrania inaitwa Shebua. Yaani Shebua maana yake inaposema juma moja, kila juma lina urefu wa miaka 7. Na kama lina urefu wa miaka 7 na yako 70, ndio maana inafanya inakuwa ni miaka 490. Ndio maana niliwaambia pale Petro alipokuwa anamuuliza Yesu kwamba natakiwa kumsamehe ndugu yangu mara ngapi? Mara zaidi ya mara 7. Anamwambia utamsamehe 70 mara 7. Sasa hilo juma moja ambalo lina urefu wa miaka 7 ndio linaitwa juma la 70 la Danieli, ambalo hilo ndio linaitwa kujaribiwa kwa Yakobo. Hiyo miaka 7 sasa inakwenda kufanyika katika kipindi ambacho ni karibia na ile miaka ya kipindi cha kanisa inakaribia kukamilika, ile miaka 2000. Pale mwishoni ndio ile miaka 7 inakuja kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni vitu gani vinathibitisha kwamba ile miaka 7 inakuja kufanya nini? Inakuja kuingia. Ndio niliwaelekeza siku ile tunaongelea masuala ya hekalu. Inasema kwamba pale kwenye ile Danieli sura 9 mstari wa 27 inasema, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu. Yaani ili upate kujua kwamba hili juma la mwisho na hilo miaka 7 inakaribia kuanza, ni ule ujenzi wa hekalu ambao ndio tayari na kama unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ina maana sasa hiyo miaka 7 itakapotimia, itakapoisha, ndio maana inakuja kumleta Yesu pale mwishoni mwa hiyo miaka 7 ili kulikomboa taifa la Israeli. Hiyo miaka 7 inahusu taifa la Israeli na sio kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Danieli anaambiwa kuhusu taifa la Israeli, sio kanisa. Ndio maana hapa ninaanza kukuelekeza wale watu wanaojichanganya. Maana kuna watu wanasemaga, je, kanisa linapita kwenye hii dhiki ya miaka 7 au haipiti? Ndio maana ninaanza kukupa ufahamu kwamba hii miaka 7 malaika anaambiwa inahusu taifa la nini? La Israeli. Na kumbuka hili ni agano la kale, hapa tunaongelea kanisa bado
Israeli, then hautataka tena kulichukua kanisa uliingize kwenye nafasi ya taifa ya Israeli. Unakuwa tayari kufanya makosa. Ukishafanya hivyo, maana yake ndio maana unakuja kusema kanisa linapita kwenye miaka 7 ya dhiki, wakati kwa mujibu wa Danieli inahusu taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jana niliwaeleza kuhusu haya, ile namba 70 ni namba ya adhabu ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Adhabu ya kiungu. Sasa ndio maana Mungu ameweka majuma 70 ili kukamilisha kulisamehe taifa la Israeli. Lakini tunarudi kwenye zile hesabu zetu. Mnakumbuka niliwaambia ile namba yetu, tunairudia ile namba yetu, namba 10. Mnaikumbuka namba 10? Namba 10 ilikuwa ni mpango wa kiungu uliokamilika. Ni kwa sababu tulisema sehemu ya 10, yani 10% ni takatifu kwa Mungu na anasema ni ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona sasa katika hii miaka 70 Mungu anachukua 10% ya ile 70, ile miaka 7 anaiweka mwishoni. Anasema hii miaka 7 ni 10% ya ile adhabu ya kiungu ambayo anaiweka juu ya taifa la Israeli, kwamba ile miaka mingine 63 iliyobakia anasema hiyo haina shida, ila hii 10% ya hii adhabu ya kiungu ni takatifu kwa Mungu. Hii ni lazima muipitie. Bwana Yesu asifiwe. Nakupa hiyo kitaalamu zaidi ili ujue kwa nini tumetoka ile 70 tumekuja 7. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio maana hicho kipindi cha dhiki, kivuli chake ndio unakiona tunakisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 30. Yeremia sura ya 30 mstari wa 7. Yeremia sura ya 30 mstari wa 7. Biblia inasema, ole, maana siku ile ni kuu, hata hapana inayofanana nayo, maana ni wakati wa taabu yake Yakobo, lakini ataokolewa nayo. Huyo ni Yeremia anaongelea kujaribiwa kwa Yakobo. Unaona ninapowathibitishia kutoka kule kwa Danieli. Danieli ameambiwa ni nani? Ni taifa la Israeli ndio inahusu ile miaka 7. Hapa Yeremia anasema hivyo hivyo. Hiyo miaka 7 inamhusu Yakobo ambaye ni Israeli, sio kanisa kwa mujibu wa Biblia. Na kwa nini Yakobo anajaribiwa? Kwa sababu kitu kinachokuja kutokea ni kwamba Yesu alipokuja na kufa msalabani, taifa la Israeli lilimkataa Yesu. Kwa sababu walimkataa, Mungu akawageuzia kisogo taifa la Israeli, akaanza kushughulika na sisi wa mataifa katika kipindi cha kanisa kwa hiyo miaka 2000. Lakini ile miaka 2000 inapokaribia kufika mwisho, anawageukia tena taifa la Israeli, anawapitisha kwenye kipindi cha kuwajaribu ili wamtambue yeye kama Masihi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio hiki kisa tunakuja kukisoma, kinafanana na pale Yusufu alipooteshwa zile ndoto. Kukawa kuna miaka 7 ya vingi na kuna miaka 7 ya
ya njaa. Sasa ile miaka 7 ya njaa inafananishwa na nini? Na miaka 7 ya dhiki kuu, ambayo hiyo unaweza ukaenda ukaisoma mwenyewe kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 54, kwamba kitu kilichokuwa kimetokea pale. Kumbuka Yusufu baada ya kuwaambia ndugu zake kuhusu ile ndoto, wakakasirika, wakamfanya nini? Wakaenda kumuuza utumwani. Lakini kumbukeni katika kile kisa chote kilivyokuwa, kile kisa ni kwamba kwanza walitaka kufanya nini? Walitaka kumuua. Lakini walipotaka kumuua, Yuda akasema tusimuue, ni bora tuchinje mnyama, tuchukue lile koti lake zuri, tulipakae damu, twende tukamwonyeshe baba, tumwambie Yusufu ameuawa na wanyama wakali na mnyama mkali. Ndicho kitu walichofanya nini? Walichokifanya. Sasa kitu kilichookoa maisha ya Yusufu ni hiyo damu, huyo mnyama. Sasa hiyo ni picha ya kazi ya ukombozi wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana sasa inapokuja kipindi cha njaa, wana wa Israeli wanatoka kule walipokuwa, wanaenda wapi? Misri. Wanamkuta Yusufu tayari yuko pale, ni waziri mkuu. Kwa hiyo Yusufu anakuwa kama Masihi, anakuwa sehemu ya ukombozi wa taifa la Israeli katika ile miaka 7 ya njaa, ambapo kumbuka, kwa ile hekima aliyokuwa amepewa Yusufu, taifa la Israeli likaponea chupuchupu na hicho kipindi cha njaa, lakini pia taifa la nini? La Misri likaponea chupuchupu. Ndio hapo unaona kwamba ule ukombozi ulienda kwa mataifa ambao wanawakilishwa na taifa la Misri, lakini pia na taifa la Israeli. Na kumbukeni ile wazo la kusema kwamba tusimue Yusufu, tumuuze utumwani, lilitoka kwa nani? Kwa Yuda, ambaye Yuda viunoni mwake ndo alikuwa anakuja kutoka Yesu. Kwa hilo wazo, kwa sababu Yesu ndio alikuwa anakuja kufanya kazi ya ukombozi huku mwishoni. Ndio maana hilo wazo kwamba tusimue, tuchinje mnyama, tupakae damu, huyo ni Yesu Kristo anaongea kupitia Yuda, kwa sababu Masihi anakuja kutoka kwa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Hapo nakupa picha, yaani naanza kujengea picha, uione picha tokea huko, kuanzia kwenye Agano la Kale mpaka tunaenda kwenye Agano Jipya. Sasa ukienda kwenye ishu ya Yakobo anapokwenda kuoa, alipokuwa anakwenda kuoa alianza kumwona nani? Raheli, si ndio? Akampenda Raheli. Mzee Labani akasema haina shida, fanya kazi miaka 7, ukimaliza nitakuozesha. Twende tukaangalie, twende kilichompata Yakobo, maana hapo kuna sakata lilitokea, nataka ulielewe sasa. Twende kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 29. Mwanzo sura ya 29 kuanzia mstari wa 25, mstari wa 26 anasema, sikukutumikia kwa Raheli, mbona umenidanganya? Labani akasema, havitendeki hivi kwetu kumtoa mdogo kabla ya mkubwa. Mstari wa 27, timiza siku zake 7 nasi
nasi tutakupa huyu naye kwa utumishi utakao nitumikia miaka 7 mingine. Yaani hapa Yakobo alipokuwa anakwenda pale anafanya kazi, anajua anamuoa Raheli. Alafu mzee Labani anambadilishia, kamchezea rafu, kamchezea faulo, kabadilisha, kampa nani? Kampa Lea. Alafu anamwambia nimefanya hivi kwa sababu yaani haiwezekani mdogo mtu ndo aolewe kwanza, alafu wa mtu nibaki naye hapa nyumbani. Sasa ndicho hicho kitu kimekuja kujitokea. Yesu alikuja kwa ajili ya taifa la Israeli, lakini taifa la Israeli Mungu akawafanya mioyo yao migumu, wakamkataa Yesu. Kwa hiyo mbadala wake Mungu akampa Yesu kanisa, mimi na wewe, ndio Lea. Na ndio maana Lea ndio mkubwa na ndio ana watoto wengi. Kanisa ndio tuko wengi. Taifa la Israeli ni wako wachache sana. Na ukienda kusoma kule kwa Raheli, anazaa sijui watoto 2 sijui 3, lakini wale wengine wote wanazaliwa na Rachel. Ndio maana sisi kanisa tumekuja kuleta wana wa Abraham kwa imani wengi zaidi kuliko lenye taifa la Israeli, kwa sababu hiyo ni picha ya katika Lea na Rachel. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kwa hiyo kanisa ni Lea. Na hapa kuna picha ya unyakuo. Tutakuja nikianza kuchambua unyakuo, mtakuja kushangaa. Iko hapa imejificha, ila sitaki kuigusa leo. Lakini pia ukisoma baada ya Yakobo kugundua kwamba amebadilishiwa, Yakobo akagafilika, yaani ni kama akakasirika, anamwambia mzee Labani, kwa nini umenifanyia hivi? Ndio hii nimewasomea kwenye Yeremia sura 30 mstari wa 7. Ndio maana Yakobo anajaribiwa, ndio maana Mungu anaitwa kujaribiwa kwa Yakobo, kwamba anajua anaenda kuolewa Raheli, kumbe anabadilishiwa, kwa kile kitu kinamuumiza. Kwa hiyo hapo mzee Labani anamwambia usiwe na shida, huyu bado ni wako, lakini utafanya kazi miaka 7. Ndio ile. Kwa ndo maana sasa Yesu anapokuja kwenye unyakuo analichukua kanisa. Anapokuja mara ya pili ndio anaenda kumuoa Raheli ambaye ni taifa la Israeli. Lakini anaanza kuolewa ni Lea ambao ndo kanisa. Na ndio maana ukisoma Biblia unaona Yuda alikwenda kuzaa na yule kahaba, yule Rahabu ambaye ni mataifa. Ndio maana kanisa na Masihi Yesu Kristo tunahusanishwa na Lea. Kumbuka Yuda huyo ambaye anakuja kuzaa Yesu alitokana na Lea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa hiyo ndio picha unayoiona wapi? Kwenye Agano la Kale, ambayo sasa watu wale wa mwilini wanasema Biblia iliruhusu watu waoe wake wawili. Lakini kumbe ile ilikuwa ni picha ya kinabii ya Yesu atakapokuja, taifa la Israeli linamkataa, tunaingia sisi kanisa, alafu baadaye anarudia taifa la Israeli, kama ambavyo Yakobo ilibidi afanye kazi miaka 7 tena kumpata Raheli. Bwana Yesu asifiwe. Na naomba hapa niwaongezee sasa cha ziada. Na hapa naomba nisikilize vizuri. Mnaona kwenye harusi zetu tunapofanya, binti anapoletwa na wazazi wake, anapoletwa kanisani, si ndio? Tunamvalisha, anavalishwa shela alafu inafunikwa sura, si ndio? Hiyo imetokana na hapa, na ndio maana kijana inabidi aende akafunue ile shela, anaulizwa ndiye, kwa sababu ya hii ishu ya Labani aliyombadilishia. Hilo chokitu ni cha kibibilia. Yaani lazima kijana ahakikishe ile familia ya binti hawajambadilishia binti
yule aliyemtolea mahali, imetokana na mzee Labani alivyofanya, ya kwamba Yakobo amefanya kazi ili amuoe Raheli, lakini Labani akaja akambadilishia. Ndio maana huo utaratibu wa binti anakuja kanisani akiwa amefunikwa sura, alafu kijana anaenda kufunua lile shera kuhakikisha ndiye. Ndio maana unaulizwa ndiye au sio, unaitikia ndiye, wanasema sawa, ni kibibilia, imetoka hapa. Umeelewa? Kwa ukiona utaratibu huo unafanyika, sio mapokeo, ni Biblia. Lazima kijana athibitishe hajachanganyiwa mafaili ya vifo na uzazi. Sasa kwa hiyo sasa hili juma la 70 la Danieli lina urefu wa miaka 7, lakini hii miaka 7, naomba turudi kwenye zile namba zetu sasa. Miezi yake sio kama miezi hii ya kalenda yetu. Miezi yake, mwezi mmoja una siku 30, ambayo ndio ile namba yetu ya 10. Ngoja nipite hapa. 10 ambayo ni mpango wa kiungu uliokamilika mara 3, ambayo hii ni namba ya nini? Ukamilifu. Nakumbuka Kwa mpango wa Mungu uliokamilika, ndio maana tunapata mwezi una siku 30. Umetokana na zile namba zetu. Kwa hiyo utaratibu wetu wa kalenda umetoka kwenye Biblia. Sawa? Ukitaka upate mwaka sasa, tunapata ile namba yetu ngapi? 12. Kwa hiyo mwaka unakuwa na siku 30 mara miezi 12, inakuwa ina siku 360. Ina maana mwaka kwenye kalenda ya kimungu, mwezi una siku 30, mwaka una miezi 12. Fuata namba zile zile za Mungu, ndio tunapata siku 360. Kwa kalenda hizo, hesabu zinazopigwa hapo zinafuata kalenda ya Kiyahudi ambayo ni mwaka mmoja una siku 360, sio 365 kama kwenye hii kalenda yetu. Na ndio maana sasa mtu akitaka kutafuta zile siku za unyakuo sijui zinakuwa ni ngumu, kwa sababu kalenda tunayotumia sisi ina siku 365, ile ya kwao ina 360. Kuna tofauti ya siku 5. Kwa hiyo ndani ya ile miaka 7 tayari kuna mwezi mzima wa tofauti na kalenda hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukichukua hii 360, ile miaka iko mingapi? 7 mara 7 zinakuwa siku 2520. Hiyo miaka 7 ya juma la 70 ya Danieli ina siku 2520. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa
miaka 3.5 ya kwanza na miaka 3.5 ya pili, ambapo sasa na maandiko hayo ukienda kusoma Danieli 7 sura ya 7 mstari wa 25, Biblia inasema, naye atanena maneno kinyume cha aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Hiyo ni wametumia lugha ngumu ya Kiebrania jinsi wanavyo, lakini ni miaka 3.5. Sasa ili kukurahisishia, ukienda kwenye Danieli sura ya 12 mstari wa 7, Biblia inasema tena, nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele ya milele, ya kwamba itakuwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Hiyo tena miaka 3.5. Ndio hiyo ukienda kwenye Ufunuo sura ya 11 mstari wa kwanza na wa pili, ndio niliosomea ile siku ya kuhusiana na hekalu. Biblia inasema, nikapewa mwanzi kama fimbo, na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujuduo humo. Mstari wa pili, na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje, wala usiipime, kwa maana mataifa wamepewa hiyo, nao wataukanyaga mji mtakatifu kwa miezi 42. Sasa miezi 42 ndio miaka 3.5. Mnakumbuka sasa niliwaambia hapa malaika anamwambia Yohana apime hekalu ambalo ndio linataka lijengwe, linaelekea kujengwa. Alafu anasema linapotokea chukizo la uharibifu, mpinga Kristo anatawala kwa miezi 42. Alafu ndipo anasema ndipo nini? Ndipo mwisho wa mataifa. Yaani maana yake kama miaka 3.5 ya mwisho inatokea na chukizo la uharibifu kama juma la 70 la Danieli, ishara ya chukizo la uharibifu ikitokea maana yake ni katikati ya ile miaka 7. Maana yake juma la 70 la Danieli linakuwa limefanya nini? Limeanza miaka 3.5 nyuma. Naomba tufungue Ufunuo 13 mstari wa 5. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 5 ili muelewe vizuri. Hiyo ndio inaongelea nilichokiongea. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 5. Hii sasa inamwongelea mpinga Kristo. Inamwongelea nani? Mpinga Kristo. Mpinga Kristo ndo anamkashifu na kumkejeli Mungu na anajiita yeye ni Masihi. Sikiliza Biblia inavyosema, naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya yake miezi 42. Hiyo lile hekalu tulilojifunza juzi likishajengwa, Biblia inasema mpinga Kristo anaenda kukaa pale, anajiita yeye ndio Mungu. Mungu anamruhusu afanye kazi kwa miaka 3.5 ambayo iko ndani ya lile juma la 70 la nini? La Danieli, lenye urefu wa miaka mingapi? 7. Kwa hiyo ukichukua 7 utoe hiyo miezi hiyo miaka 3.5 ya mpinga Kristo, maana yake inabakia mingapi? 3.5, ambayo inakuwa imeanza kabla. Na ndio maana niliwaelekeza kama wao wanataka wamtawaze mpinga Kristo mwaka 2030, ukirudi miaka 3.5 inakuleta almost hii 2026 2027. Ndio maana wanapigana vita.
Huyu ni Yesu. Huyu ni Yesu anasema, kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa. Ngoja kwanza nianze juu kidogo. Naomba nisome mstari wa nitasoma mstari wa 15 afu nitasoma 21. Huu mstari wa 15 Yesu ndo anamnukuu Danieli katika yale maandiko tuliyoyasoma, Danieli 9:27. Anasema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu. Chukizo la uharibifu ndo nimewaelezea pale kwenye Ufunuo 13 mstari wa 5, kwamba chukizo la uharibifu ni mpinga Kristo anaketi hekaluni alafu anajiita yeye ni Mungu. Hilo ndo linaitwa chukizo la uharibifu. Kwa Yesu anaposema hapa, anawaambia sasa hivi wana wa Israeli, hilo chukizo la uharibifu linapotokea, ndo anakuja kuwaambia kutakuwa na dhiki kuu. Kwenye mstari wa hiyo Mathayo 24 mstari wa 21 ndo anawaambia kuna dhiki kuu, ambayo ndo ukisoma pale kwenye mstari wa Ufunuo 13 mstari wa 5 inasema ina urefu wa miezi 42. Kwa hiyo dhiki kuu inakuwa ni miaka 3.5 ya mwishoni ya ile juma la 70 la Danieli. Lakini ile juma la 70 la Danieli lina urefu wa miaka 7. Ina maana ile dhiki au kile kipindi cha Mungu kuacha kushughulika na mataifa na kuligeukia taifa la Israeli kinakuwa kimeanza kabla ya lile chukizo la uharibifu, ambalo hilo tukio linaendana sambamba na unyakuo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lile chukizo la uharibifu na unyakuo vina uhusiano, na ndio maana sasa hekalu ndio linaleta umuhimu wa kwamba tuko siku za mwisho. Naomba nirudie pale kusoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 11 na kupeleka kwenye maandiko na kurudisha na kupeleka hiyo tayari unayo, wala hata usiandike tena, hiyo tayari unayo. Mimi tu nakupeleka pale ili nikuonyeshe kitu. Ule mstari wa pili, Ufunuo 11 mstari wa pili inasema, na bewa iliyo nje ya hekalu uiache nje, wala usiipime, kwa maana mataifa wamepewa hiyo, nao yaani Mungu anaacha wa mataifa waendelee kupachezea pale karibia na hekalu miezi 42. Baada ya hapo yaani ndio, kwa sababu ndio inakuwa ni mwisho wa ile dhiki kuu. Kwa ndo maana sasa Waisraeli sasa litakapotokea chukizo la uharibifu pale kwenye hekalu, kwa mujibu wa Yesu sasa, yaani wakihesabu hiyo miezi 42 ambazo ukichukua sasa ile 42 mara 30 unapata nusu ya ile ambayo ni 1260. Ndio maana watu wanaojichanganya kwenye hii wanashindwa kuelewa. Yaani itakapotokea chukizo la uharibifu, kutoka ile tarehe Waisraeli wanahesabu siku hizi, ndio wanajua Yesu anarudi. Kwa hiyo ule ujio wa mara ya pili unakuwa likitokea chukizo la uharibifu, Waisraeli wanakuwa wanajua Yesu anakuja lini. Ndio maana ni tofauti na unyakuo. Mmenielewa? Unyakuo haujulikani ni lini, lakini ujio wa mara ya pili kwa mujibu wa maandiko wa Israeli watakuwa wanajua ni lini Yesu anakuja moja kwa moja duniani. Na ndio maana
Nitaelezea mbele tu kidogo hapo. Tukio la ujio wa mara ya pili, Yesu anakuja anakanyaga chini kwenye mlima Mzeituni. Lakini ukisoma unyakuo kama nilivyoelezea jana, Yesu haji chini, anabakia juu. Umeona? Ni vitu viwili tofauti. Mungu asaidie. Sasa tukisoma kwenye Danieli sura ya 9 mstari wa 27. Naomba niwaonyeshe kwa Danieli 9:27 pale. Samani tutakuwa tunaenda tunarudi naenda na taratibu. Danieli sura ya 9 mstari wa 27 inasema, naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka ya dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo wa ghadhabu uliokusudiwa imemwagwa juu ya mwenye kuharibu. Yaani sasa huyo mpinga Kristo, unyakuo unapokuwa umetokea, anaingia agano na Israeli na mataifa mengi ili kutafuta kupata amani ya huu mgogoro. Unaona hii vita wanaopigana. Kwa hiyo ina maana, ndio maana wengi wenu mlikuwa mkinitafuta kule mtandao, tunasema kuna ile bodi ya amani aliyokuwa ameiunda Rais Trump. Nakumbuka, mmeiona wengine. Kuna ile bodi ya amani ambapo ndani yake kuna mataifa kama 10-15 tayari yamo mle. Sasa ukisoma kwenye hii Danieli 9:27 anasema naye atafanya agano thabiti na watu wengi. Sasa ukienda kwenye tafsiri halisi hiyo na watu wengi, yaani maana yake taifa la Israeli hilo agano linathibitishwa, lakini kuna mataifa mengine yamehusika katika huo mkataba. Ndio maana hiyo unaiona hiyo bodi ya amani imehusisha mataifa mengi. Ndio hii inasema hilo agano linahusisha watu wengi. Kwa hicho kitu hakikuwahi kutokea kwenye historia, lakini kimekuja sasa hivi ili kitimize huu nabii. Sasa tukienda kwenye Wathesalonike wa kwanza, sasa naomba niwapeleke Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 2 mpaka wa 6. Naomba nisome tu kuanzia mstari wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Hapa ni Mtume Paulo sasa anaongea na wapendwa wa kipindi kile, wanazania kwamba Yesu ameshafanya nini? Ameshakuja. Kama sisi hapa tuna watu wanapanga tarehe ile, amekuja huko na kulikuwa kuna mchanganyiko huo. Sasa Mtume Paulo hapa anakuja kuwanyooshea maelezo. Sasa hapa mnisikilize vizuri wakati ninaanza kusoma hapa. Yaani msikilize vizuri. Mstari wa kwanza Mtume Paulo anasema, lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini kwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo ghafla, kama vile utungu mjiavyo kwenye mimba, wala hakika watu wakuolewa. Umeona, katika kipindi ambacho wamekuwa kina Rais Trump na Waisraeli na Hamas na vita vinavyoendelea Palestina, wamekuwa wamesema jamani, tutafute amani ya Mungu kokoro, ikimaanisha Paulo hapa anawaambia wapendwa kwamba mpaka kuwepo kuna mchakato wa namna hiyo ambapo inatafutwa amani kati ya Israeli na nchi zilizowazunguka. Hatuwezi kuongelea swala la kuja kwa Yesu, ndio anachokiongea hapa. Sasa hilo tukio linatokea sasa hivi, lakini Paulo aliandika miaka 2000 iliyopita. Ina maana Paulo alikiona hiki
Ndio anawapa ili msichanganyikiwe. Mtaona mtiririko huu, mtaona wanaongelea mambo ya kutafuta amani. Ametoa. Sasa ngoja tuendelee. Anasema pale mstari wa 3, ndipo uharibifu wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu mjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Bali ninyi ndugu, hammo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi sio usiku wala giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Umeona? Sasa hapa Mtume Paulo anawaambia, ukishaona hiyo wanatafuta mjue, ndio mfanye nini? Mkae macho. Anachowaambia, anawaambia wafanye nini? Wakae macho, na kwamba ili isije ikaja kwa kuwashtukiza. Wasije kufanya nini? Kushtukizwa. Kwa anawapa tayari pale utaratibu, mtiririko wa jinsi itakavyokuwa. Ndio kama hichi tunachokiona sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tukiangalia huu mkataba unafananaje, twende kwenye kitabu cha Isaya sura ya 28 Isaya 28 mstari wa 15. Isaya 28 mstari wa 15. Sikia hapa Isaya anauongelea hilo agano litakavyokuwa. Anasema, kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu, pigo lifurikalo litakapopita halitatufikia sisi, kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu, tumejificha chini ya maneno yasiyo kweli. Yaani huu mkataba huu wanaotaka kuja na watauingia taifa la Israeli utakuwa ni mkataba wa kiulaghai. Lakini itakapofika katikati za mpinga Kristo, atawageuka hawa wa Israeli. Atawageuka. Sasa atakapowageuka, kwa sababu anakuja kuwalazimisha wamwabudu yeye. Kwa hiyo sasa watakapokataa, ndio anaanza mchakato wa kuwaua kama alivyofanya Hitler. Hicho kitu kinajirudia. Ndio maana Yesu anawaambia, nitakapotokea chukizo, huyu jamaa anawaambia mumwabudu, alafu mnakataa. Ndio anawaambia mlioko milimani anzeni kukimbia. Ndio hiyo Mathayo 24 kwamba ataanza kuwatafuta na kuwaua. Ndio anasema Yesu. Ndio maana inaitwa dhiki kuu, ile miaka 3.5 ya mwishoni. Lakini juma la 70 la Danieli lina urefu wa miaka 7. Sasa juma la 70 la Danieli ni kipindi, kama nilivyoeleza mwanzo, ni kipindi Mungu anashughulika na taifa la Israeli. Hashughuliki tena na nini? Na kanisa. Kipindi cha kanisa kinakuwa kimeisha kwa kupitia unyakuo. Kwa sababu niliwaambia sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wanapoanza kurudi kwenye mchakato wa hekalu lile, Mungu analiondoa hekalu hili ili awaache Waisraeli waendelee na mapokeo yao. Bila hivyo, kama mtu atakuwa amebaki, maana yake mnalazimishwa kwenda kufanya nini? Kwenda kuhiji kule Israeli kwenye lile hekalu. Watakuwa wanafanya zile sadaka za kuteketezwa, kuchinja ng'ombe, kuchinja mbuzi, kwamba kwa sababu si hawakukubali Masihi na ile damu yake, manake wanarudisha mataifa yote yarudi kwenye ule mfumo.
Bwana Yesu asifiwe. Mnaanza kupata picha sasa Sasa naomba hapa nigusie kidogo kwenye ishu ya ule mkataba. Kuna baadhi ya vipengele na mimi nimevisoma kwenye ule mkataba na ni vya kutatanisha sana. Vile vipengele viko 20 vinaitwa pointi 20 za mpango wa amani wa Rais Trump. Unaweza ukaenda ukaifuata kwenye mtandao. Sasa hapa nataka niwape kwa wale wasiofahamu Kiingereza. Sasa nataka tu niwachambulie. Sababu pale tu yameandikwa, lakini kuna mchakato wake ambao umeandikwa lakini hauwekwi wazi. Ni lazima utafute sana ule uji ili upate. Kuna vipengele ambavyo vinasema wanataka imani zote, yani dini zote zikubali kuvumiliana, wawe na kama mfumo mmoja, lakini ndani yake ndio imruhusu Israeli aendelee na mchakato wa kujenga hekalu na kuanza kufanya zile sadaka za kuteketezwa kama ilivyokuwa kufanyika Agano la Kale. Imo kwenye ile mkataba. Lakini pia kingine ndani ya ule mkataba unasema kwamba wanataka, yaani sasa hivi wako wanamshinikiza huyu rais, huyu nani waziri mkuu wa Israeli akubaliane na kuigawanya ardhi ya nchi ya Israeli, ambayo ukisoma kwenye Yoeli sura ya 3 mstari wa 2, unaweza ukaiandika hiyo. Yoeli sura ya 3 mstari wa 2, Mungu anayakataza mataifa kuligawanya taifa ardhi ya Israeli. Yoeli sura ya 3 mstari wa 2 anasema, nitakusanya mataifa yote nami nitawaleta chini katika bonde la Yehoshafau, na huko nitawahukumu kwa ajili ya watu wangu na kwa ajili ya urithi wangu Israeli, ambao wamewatawanya kati ya mataifa na kuigawanya nchi yao. Kwenye ule mkataba unasema kwamba hilo eneo la Gaza unaloliona sasa hivi pamoja na eneo linaitwa ukisikia wanasema ukanda wa magharibi, West Bank, wanataka liwe sehemu ya nchi ya Palestina ambayo itaundwa pale, na mashariki mwa mji wa Yerusalemu pagawanywe pale pawe ndio sehemu ya makao makuu ya hiyo nchi mpya ya Palestina. Iko kwenye mikataba. Sasa Biblia peke yake imeongelea kitu kama hiki kinataka kuja kufanyika. Sijaona kitabu kingine chochote zaidi ya Biblia ndio imeongelea kitu cha namna. Sasa ngoja niwasomee maandiko, ngoja nitafute pale kwenye Mathayo sura 24. Kuna kitu hapa sitaki nikimisi. Nataka niwaelezee kitu kimoja hapa. Mathayo sura ya 24. Ukisoma ule mstari wa 15, mstari wa 15 ndio inasema chukizo la uharibifu linatokea. Sasa naomba niwasomee mstari wa 16. Inasema, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Sasa hapo panapoitwa West Bank ama ukanda wa magharibi, hilo eneo, hii Biblia ya Kiswahili kidogo katika tafsiri wanasema ni Yudea, lakini ukienda kwenye King James Version na zile Biblia za mwanzoni panaitwa Judea na Samaria. Hilo eneo la West Bank, hilo ukanda wa magharibi, ndio unasikia Judea na Samaria, ambapo sasa hivi tunavyoongea ndio pana ugomvi kati ya Waisraeli na Wapalestina pale. Sasa imagine, fikiria Yesu
ilikuwa imepita zaidi ya miaka 2000 halikuwepo taifa la Israeli. Lakini eti wamerudi kwenye eneo hilo ambalo Yesu ameliongelea miaka 2000 iliyopita. Na lina mgogoro. Yaani kama kwamba Yesu alikuwa anaongea anaiona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu hapa ambacho nataka mpate vizuri. Tulisema hii miaka 7 imeleta siku 2520. Nusu ni 1260. Ina maana kuna 1260 ya mwanzo na kuna 1260 ya pili. Miaka 3 na nusu na 3 na nusu. Ndio inafanya jumla ya miaka 7. Tukienda kusoma katika kitabu cha Danieli sura ya 12. Danieli 12 mstari wa 11. Danieli sura ya 12 na mstari wa 11. Na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itaondolewa na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, itapata siku 1290. Tulisema nusu 1260, nusu 1260. Lakini mbona hapa kwenye hili andiko anasema 1290? Yaani maana yake kuna zile siku zetu 1260, si ndio? Alafu zimeongezwa siku 30. Siku 30 kwa mujibu wa hiyo andiko inasema kwamba hilo chukizo la uharibifu, yaani mpinga Kristo anaposema kwamba yeye ni Masihi, sikule kwenye Ufunuo inasema ni kwamba inapita miezi 42 ndio mwisho. Maana yake zinakuwa ni siku hizi 1260. Sasa kwa nini kwenye Danieli anasema kuna 30 zingine zimeongezeka? Sasa hizi siku 30 zinakuwa zimeongezwa kwa sababu, twende kwenye kitabu Zekaria sura ya 14 mstari wa 1 mpaka wa 4. Nitasoma. Tazama, siku moja ya Bwana inakuja ambayo mateka yatagawanyika kati yao. Kwa maana nitawakusanya mataifa yote walete vita juu ya Yerusalemu, na huo mji utapigwa, nazo nyumba zitatekwa, nao wanawake watatendwa jeuri, na nusu ya watu wa mji watatoka kwenda utumwani, ila mabaki ya watu wa mji hawatakatiliwa mbali. Hapo ndipo atakapotokea Bwana, naye atapigana na mataifa hayo kama vile alivyopigana zamani siku za vita. Na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima Mzeituni. Oh, thank you Jesus. Huo ndio ujio wa mara pili. Yaani Yesu hapo sasa anarudi mara pili. Israeli inapigwa na mpinga Kristo pamoja na majeshi yake, wameivamia Yerusalemu. Sasa Yesu ameshuka na watakatifu, anaenda kukanyaga pale Yerusalemu kupigana na nani? Na maadui wa Israeli. Hiyo ndio vita ya Armageddon. Iko ndani ya hizo siku 30. Zekaria 1:18 mstari wa 1 mpaka wa 4. Huo ni mchakato wa kwanza ambao unatokea ndani ya siku 30. Kwa andika hizo siku 30 zilizoongezeka, kitu cha kwanza ndani yake ndio kuna vita ya Armageddon. Yesu anapokuja na kukanyaga pale Yerusalemu kwenye mlima Mizeituni, na anasema na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima Mizeituni unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki, nao mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake upande wa mashariki na upande wa magharibi. Litakuwako huko bonde kubwa sana, na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini na nusu yake itaondoka kwenda upande wa kusini. Sasa umeona hilo tukio? Hilo ndio tukio la ujio wa mara ya pili. Sasa ukichukua
Alafu kitu cha pili, ukisoma hapo kwenye Ufunuo sura ya 19 mstari wa 19, Ufunuo 19:19, Biblia inasema, kisha nikamwona huyo mnyama mpinga Kristo huyo na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule tena na majeshi yake. Hiyo ndio ile tumesoma kwenye nini? Zekaria huku kwenye Agano la Kale. Ndio tukio hilo wakati Yesu anakuja kwa mara ya pili. Ndio hawa maadui anaenda kupigana na Yesu kwenye vita vya Armageddon. Vinatokea ndani ya hizi siku 30. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kipindi hicho huo mstari wa 20 pale pale kwenye 19 sasa unaofuatia wa 20 inasema, yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja na yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kuwa hizo waliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walioshuhudia sanamu yake. Hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hilo tukio la Yesu kuja kupigana na maadui na kumkamata nabii wa uongo na kumkamata mpinga Kristo na kuwatupa liko ndani ya hizo siku 30. Tukio la pili, si ndio? Kuna wale adui, kuna nabii wa uongo, naendelea kukupa. Sasa kitu unachokiona hapo, twende kwenye kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 44. Sasa hapa ni ile tafasiri ya ile Danieli na ile ndoto ya Nebukadneza ambayo anaona zile tawala za dunia. Kwa hiyo sasa anamuelezea Nebukadneza. Danieli 2:48 inasema, na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Ndio hilo tukio la Armageddon hapo kwenye Danieli 2:44, kwa sababu Nebukadneza anaonyesha mpaka mwisho nini kinafanya, nini kinatokea, kwamba hawa wafalme ndio hawa wafalme wanaotawala na mpinga Kristo, kwamba mwishoni wanakuja kusambaratishwa na Yesu Kristo. Kwa Danieli kaandika hivyo hivyo, Zakaria kaandika hivyo hivyo, alafu na Ufunuo imewapa maandiko matatu nathibitisha hivyo. Sasa tusome, nataka hapa niwafungulie kodi sasa. Danieli 2:38 inasema, nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa na chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Huyo ni Yesu Kristo. Ndio maana niliwasomea siku ile Yesu aliposema lile jiwe kuu la pembeni lililokataliwa na waashi, ndio hili jiwe linaenda kuharibu. Hilo andiko, jiwe la kulikula pembeni walilolikataa waashi, ndio hapa Danieli 2:34 linamwongelea Yesu Kristo. Ndio anakuja kusambaratisha utawala wa mpinga Kristo na nabii katika vita vya Armageddon. Iko kwenye Agano la Kale, Agano Jipya, hayo ndio maandiko. Sasa hayo yote yanatokea ndani ya siku ngapi? 30. Sio tukio la siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Lakini Danieli 12
wa 12, Biblia inasema heri angojaye na kuzifikiria siku hizo 1335. Mungu wangu, tuna namba nyingine tena. Tuna ngapi? 1335. ambayo inakuwa ni siku 45 zimeongezeka kwenye nini? Kwenye hizi 1290. Umeelewa? Ukiongeza hapa mwezi mmoja na nusu, siku 45, ndio unazipata hizi. Sasa hizo siku 45 zimetoka wapi na ni za nini? Hapa nisikilize tena vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mpo? Haya, tufungue kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 14. Mathayo 24:14. Hili ni andiko letu pendwa, wapendwa, tunalipenda, ni andiko tamu sana, tunalipenda. Bwana Yesu asifiwe. Linasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Sasa ninaanza kwanza, nianze na tafsiri yetu ile, wapendwa, tunayoitumia. Si ndio maana yake waga tunasemaga Yesu atuhubiri injili, ndio maana Yesu anachelewa kuja, si ndio? Ndio tunapotumia hii kwamba tunasema kwamba injili haijasambaa ulimwenguni kote. Sisi tunakubaliana kwamba tunafundisha hilo, ndio kitu tunafundisha. Sasa hapa ndio naomba unisikilize vizuri. Ukisoma kwenye Agano la Kale, Mfalme Sulemani baada ya kuabudu miungu mingine na moyo wake kugeuzwa na wale wanawake 1000 aliokuwa amewaoa, Mungu akamwambia kwamba ule ufalme wa Israeli ukagawanywa, ukawa sehemu mbili, ukawa ufalme wa Israeli na ufalme wa Yuda. Ufalme wa Israeli ndio ulikuwa na zile kabila 10. Ufalme wa Yuda ukawa na kabila ngapi? 2, ambayo ni Benjamini na Yuda. Baadaye ufalme wa Israeli ukasambaratika, zile kabila zikafanya nini? Zikasambaa huko ulimwenguni kote. Ndio maana sasa hilo andiko linamaanisha kwamba Mungu, ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 7 mstari wa 3 mpaka wa 8, kuna wale watumwa wa Bwana 144 wa 12,000 wa kila kabila ya Israeli wanatiwa chapa, wanatiwa muhuri. Kisoma hapo sasa, hao wakati wa dhiki kuu wanaenda kuwatafuta ndugu zao waliosambaa ulimwenguni, wanawaambia yule mfalme wetu Yesu Kristo anakuja kutawala miaka 1000 pale Israeli, na nyie huku mliko inabidi mrudi. Na kitu kinachoendelea na kinachofanyika sasa hivi, sasa inakufungulia siri. Hao unaosikia hawa ni matoashi, hawa wapo, na kila kabila iliyoandikwa hapa kwenye Biblia washachukua DNA sample za damu ili kuweza kuwatambua. Ina maana wataenda ulimwenguni kote wakitafuta ndugu zao, kila mtu kwa kabila yake. Ina maana wanaweza wakaja hapa Nguru wakasema, mchungaji, pale tumecheki damu yako, wewe unatokana na kabila labda ya Simeoni au ya Rubeni au Isakari au Levi. Sasa utaambiwa kwamba wewe
miaka 1000 pale. Kwa hiyo ni habari njema tumekuletea hapa. Ndio inavyosema habari za nini? Za ufalme huo unaokuja wa Yesu Kristo wa miaka 1000. Kwa wanaopeleka hizo taarifa ni wale kabila 10 zilizosambaa. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi cha kanisa kina urefu wa miaka 2000 na si zaidi ya hapo. Kina mwanzo na kina mwisho. Sasa wale walikuwa wanasema kama Mungu kaongeza muda, Mungu alikwisha kupanga umri wa mwanadamu ni miaka 70 ya kizidi. Yaani katika hilo andiko wamelikuta, kwa sababu Mungu akitaka kumwokoa mtu anamuongezea mtu binafsi umri wa kuishi ili apate neema ya wokovu, lakini sio kuiongeza ile miaka 2000. Sijui kama umeelewa. Yaani ile miaka 2000 iko pale pale. Imeanzia kanisa lilipozaliwa na inaishia mwaka 2033-34. Hivyo. Kwa hiyo wale walikuwa wanasema Mungu kaongeza muda, kwanza walikuwa hawajajua muda wenyewe bado ulikuwa nini? Haujatimia, bado tuko ndani ya muda. Kwa walipoona hawakuelewa haya maandiko, wakaitafutia hiyo tafsiri. Lakini Mungu haongezi hata nukta, ila atamuongezea mtu binafsi umri wa kuishi ili apate neema ya wokovu. Unaelewa? Sasa ngoja niwaletee na maandiko mengine hapa ili nipate kusaidia. Ndio maana unaona imekaribia ile miaka 2000 kukamilika, wanajenga hekalu, wanafanya nini? Kwamba hamna muda unaoongezeka. Hakuna. Ndio maana inaanza vita. Ndio maana sasa ukija kuangalia huo mchakato, twende kwenye kitabu cha Mathayo 24 sasa, mstari wa 31. Mshafika wote hapo Mathayo 24:31. Sikia sasa Biblia inavyosema, naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pande pepo 4, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Umeona? Yaani sasa zile kabila 10 zote zilizopata taarifa, umenielewa? Zishapelekewa taarifa na wale kila mtu kwa kabila yake. Yesu sasa anatuma malaika wakusanywe, wapelekwe pale Israeli. Huo ndo mchakato unatokea ndani ya hizo siku 45. Na niongezee tena hapa madini, ndipo hapo ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 18 mpaka wa 21. Ngoja tusome hapa ili mpate kuelewa vizuri. Mwanzo sura ya 15 mstari wa 18 mpaka wa 21. Biblia inasema, siku ile Bwana akafanya agano na Abraham akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati, Mkeni, Mkenizi, Mkadmoni, Mhiti, Mperizi, Mrefai na Mwamori, Mkaanani na Mgirashi na Myebusi. Sasa hizo kabila 10 katika hizo siku 45, Yesu anairudisha hii mipaka ambayo Mungu alimpa Abraham kama nchi ya ahadi, ili zile kabila 10 zinaporudi pale zipate nini? Eneo la kuishi kama ilivyokuwa agano la kale. Sasa watumishi wa Mungu, nimewapa vitu vingi ambavyo ndio maana sasa turudi pale kwenye Danieli 12. Ni pale pale kwenye ambazo imeandikwa siku 1335. Biblia inasema, heri angojaye na kuzifikiria siku hizo 1335. Kwa nini? Kwamba
kwa sababu ule mchakato wote wa kiutawala wa serikali yake Yesu unakuwa umekamilika zinapokamilika siku 1350 ambao kwa ujumla zinakuwa ni siku 2520 jumlisha 30 jumlisha 45 ambayo inakuwa ni 2595. Na ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 2, hapa ni Yesu analiambia kanisa. Ni Ufunuo sura ya 2 mstari wa 27. Samahani. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 27. Nilikuwa hapa nimeandika vibaya. Mstari wa 26 na wa 27. Tuanzie kabisa wa 25. Biblia inasema, ila mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Yesu hapa anaongea na kanisa. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Ni hapa anaenda kutawala pamoja na Yesu Kristo miaka 1000, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma kama vile vinyanzi vipondavyo, kama mimi nilivyopokea kwa Baba yangu. Biblia inasema mstari wa 26, naye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Hii ni tuzo kwa wale ambao wanashikilia imani mpaka mwisho. Kanisa sasa, hizi ni barua anaandika kanisa, yaani akimaanisha huu mchakato wote ukikamilika, anatoa ahadi kwamba utatawala pamoja na Kristo miaka mingapi? 1000. Na ndio maana niliwaambia hiyo miaka 1000 ndio ile siku ya 7 ambayo ndio siku ya Sabato inayoongelewa, sio hizi za sasa hivi. Hizi za sasa hivi ni siku za kufanya kazi, ziko ndani ya ile miaka 2000 ya kanisa ni ya kufanya kazi. Ila ile 1000 ndio tunatawala pamoja na Kristo, ndio tunapumzika na kuenjoy pamoja na Kristo. Naomba tusome kitabu cha Zekaria sura ya 14. Zekaria sura ya 14 mstari wa 7 na mpaka wa 9. Zekaria sura ya 14 mstari wa 7 mpaka wa 9. Lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na Bwana, si mchana wala si usiku, lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuwako nuru. Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba maji yaliyo hai yatatoka katika Yerusalemu, nusu yake itakwenda upande wa bahari ya mashariki na nusu yake upande wa bahari ya magharibi. Wakati wa hari na wakati wa baridi itakuwa hivi. Naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Wow. Siku hiyo Bwana atakuwa mmoja na jina lake mmoja. Yesu Kristo anakuwa anatawala kwa miaka 1000. Sasa nataka niwaulize swali hapo nilipoanza. Mstari wa 7 inasema, lakini itakuwa siku moja iliyojulikana. Hiyo siku ni miaka, kwa sababu hayo yote aliyoyasema hayatokei ndani ya Mathayo 24. Bwana Yesu asifiwe. Nimeanzia mwanzo mpaka
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu.